migogoro ya ardhi. Lipo la kwanza hili linahusu ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri. Afisa mtendaji wa kata, naomba ulibebe hili. Mheshimiwa Diwani, hupo na wawakilishi wengine wa mkurugenzi mupo. Eneo la wananchi kutoka Darajani kwenda hadi Victory upande wa kina Mzee Adamu Afrika huko. Eneo hili limekuwa wananchi wanataka hati, sasa hawapewi hati. Na wananchi wanalalamika kwa nini hawapewi hati katika eneo ambalo wamelinunua kihalali. Mheshimiwa mgeni rasmi na mwenyekiti wa vijana wakili msomi, baada ya kupata taarifa hii haraka nilienda ofisi ya mtendaji kwa bahati ya kukuwa na taarifa juu ya hilo jambo, lakini nimeenda ofisi ya mkuu wa wilaya, naye akaniambia hana taarifa, analifanyia kazi. Sikuishia hapo, nikaenda ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri na tulipata nafasi ya kukaa ofisini kwangu. Aliniambia nitakuja hapo hapo Shawani ili tuzungumze. Alifika na tukafanya mazungumzo pale. Akaniambia analibeba kwenda kulifanyia kazi. Afisa mtendaji wa kata, ndugu mgeni rasmi ambao mliopo hapa, naomba ifahamike kuwa jambo hili la wananchi wale kukosa haki wakati linafanywa kazi, ifahamike wananchi hawa pia wako na data. Wako na data na nina barua hapa kutoka idara ya ardhi. Nina barua mbili hapa, nitaisoma final letter. Barua ya mwisho kutoka idara hiyo ya ardhi. Barua hii inaeleza wazi kwamba ardhi ile ni kweli awali ilikuwa ya muhindi mmoja anaitwa Babri Sigi Maliki, ambako mwaka 2000 na moja tarehe 18 mwezi wa 4 2001, waziri wa ardhi aliifuta haki ile ya umiliki wa huyo bwana na kutaka ardhi hiyo imilikiwe na wananchi. Hali hiyo ilifanyika baada ya wazee wa kina Adamu Afrika na wazee wengine, wajumbe wa halmashauri ya kijiji hapa Mapinga, waliandika barua kumwandikia Mheshimiwa Rais, wakaipitia kwa waziri wa wakati huo, ambapo waziri mwenye dhamana wakati huo alimwandikia mkurugenzi mtendaji wa halmashauri wa wakati huo kumtaka atoe mapendekezo juu ya namna ambavyo ye anatamani jambo hilo liwe, na mapendekezo yakatolewa. Mapendekezo yameelezwa. Baada ya mapendekezo kupelekwa, ndipo ofisi ya waziri mwenye dhamana wa ardhi akaandika barua hii ambayo nitaisoma hapa. Barua inaeleza yahusu taarifa ya ubatilisho hati ya haki kumiliki ardhi namba 32968 yenye LO namba 99760 juu ya shamba namba 39 kijiji cha Mapinga wilaya ya Bagamoyo. Tafadhali rejea barua yako ili kumbukumbu namba hiyo imeandikwa, ambayo ilikuwa ni barua ya mkurugenzi wa halmashauri iliyotokana na mapendekezo ya halmashauri ya kijiji. Hati ya kumiliki ardhi iliyoelezwa hapo juu iliyokuwa inamilikiwa na Babri Sigi Maliki imebatilishwa na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi kwa amri ya Mheshimiwa Rais, ambaye bila shaka mwaka huu alikuwa Mheshimiwa William Benjamin Mkapa, mnamo tarehe 6 Septemba 2001 kutokana na sababu zilizoeleza katika barua yako niliyoijibu hapo juu. Tafadhali mfahamishe mmiliki asijihusishe na lolote lile katika shamba hilo. Mheshimiwa wakili msomi na mwenyekiti wa vijana ambaye mgeni rasmi, ambaye fahamike kuwa tangu hapo ardhi hiyo ilivyobaki kwa wananchi, wananchi wa eneo hilo walikuwa wakipima na wakumiliki hati. Wamekuwa na hati miliki kwa miaka yote. Ni mwaka huu wanazuiliwa kwamba hawatakiwi kupewa hati.
Kinachoumiza ni kwamba mimi mwenyekiti wao sina taarifa, lakini nimeenda ofisini kwao, majibu hayajanyoka. Jambo kama hili ni jambo muhimu. Tunapofika kwenye hizi ofisi za kiwilaya, tunataka tukute majibu yapo, kwa sababu ni mambo ambayo yanagusa maisha ya watu straight. Sasa majibu yakiwa subiri kwanza, subiri kwanza, subiri kwanza, na leo kumiliki ardhi ni jambo muhimu na ni jambo hitajio kweli kweli. Sasa anatupa ukakasi, kulikoni? Meru pale Cheri yuko na hati, ndugu yangu pale Deogratias nani yule ambaye baba yake tule alikuwa mgombea ubunge yule yuko na hati, watu mbalimbali mule kuna hati kibao zipo mule ndani. Nini kimetokea leo ghafla wananchi wale wasimilikishwe hati? Lakini mheshimiwa diwani, we shahidi, tumekuwa na kampuni ya Land General, tumeipa kazi ya kurasimisha miji yetu, wakapima ardhi zetu. Kabla ya kuwapimia watu, kwanza wana kitu wanakiita utambuzi, walitambua ile ardhi. Hawakuja na ripoti hiyo. Land General wamekuja 2018 wakati amri hii imetoka 2001. Land General baada ya kuhakiki hawakuja na ripoti hiyo. Wai leo kuwe na ripoti hiyo? Watu wamepimiwa, wako na plot number, wanataka hati, wanaambiwa watakiwi kupewa. Alikuwa plot number wananchi ya nini? Wengine wana hati, wengine wanaambiwa leo nyinyi msichukue hati, shamba limerudi serikalini. Kwa tangazo lipi? Lakini kama kuna mambo ya namna hii tunapaswa tuongee pamoja. Mimi mwenyekiti wao ni jambo la lazima nilifahamu, sababu niko mimi kwa represent wao. Kwa mimi chukua nafasi hii kuomba mheshimiwa diwani, lakini mheshimiwa wawakilishi wa mkurugenzi, kuomba namna nzuri ambavyo tunaweza tukapata majibu yaliyonyooka. Lakini namna pekee ambayo sisi tunahitaji, tunataka wananchi wale wapate hati na sio maneno yoyote yale mengine. Na tunasema hayo kwa sababu wengine tayari wana hati. Kilichotokea katikati kitu gani? Tukijue hicho ambacho kitu kipo katikati. Naomba hilo mtapata nafasi ya kulisemea. Mheshimiwa Kilimsomi, naomba ulibebe hilo uwe nalo, kwa bahati wewe ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Hiyo ardhi ya kwanza. Ardhi ya pili. Na wananchi niwaambie, kwenye ardhi hii tuliomba, mwandikia barua mkurugenzi mtendaji wa halmashauri atuletee maafisa ardhi wawepo hapa. Kwa bahati mbaya amemwomba mtendaji replace au hivyo, na mtendaji alinieleza jana baada ya kutokea hiyo situation. Kwa muktadha huo atakuja naye kulisema na namna ambavyo watalichukua hilo jambo. Tuachane na ardhi hiyo. Mheshimiwa, wananchi hawa ambao wanaishi hapa, kumeweza kutokea taharuki ya ajabu sana mwaka 2024. Wawai kuambiwa hapa walipishwe pasu ya mita shilingi 8,000. Walipishwe pasu ya mita shilingi 8,000. Eti wamlipe mama anayeitwa Mwajabu Kitutu. Kwa judgment ambayo ninayo mkononi mwangu hapa, hii judgment nimeisoma vizuri, na kwa bahati mgeni wetu rasmi ni mwanasheria, na tumemwita leo wakili msomi. Tutazindua pia leo hapa siku ya legal aid kwa Kibosha, itafanyika pale ofisini kwa Kibosha. Ukisoma hii, mdai ardhi huyo Mwajabu Kitutu ambao mahakama imempa tunzo, ardhi anayoidai kuwa ni ya kwake, amesema ardhi yake ina ukubwa wa hekta 17, ni wastani wa ekari 42 nukta something huko. Lakini akaiambia mahakama boundary, mipaka ya hiyo ardhi yake hekta 17 ipo mpaka Baobab, huku inapakana na Kimere na huku inapakana na mto Mpiji. Tulivoleta wataalamu kuja kuangalia, ni hekari zaidi ya 80. Hekari zaidi ya 80. Sasa pamoja na hayo, wananchi wakaitishwa mkutano, wakaambiwa walipe. Hii hukumu ni applicable, inatumika. Yaani anadai ardhi anaidai haijui. Tunataka kufundisha wananchi, tunataka kuambia wananchi walipe kwa sheria ipi? Wakili Somi, wewe ni mwanasheria, unatusaidia. Kwa sheria ipi? Anadai hekta 17, anataja mipaka ya hekari 80. Anajua anachokidai.
Kama yule anachokidai ni mtu wa muhimu kumfuatilia, ni mtu wa muhimu, si ni mtu wa kuachana naye. Sasa kumekuwa na haka kamtindo haka, tunaitwa migogoro, kwa sababu ya watu wa ovyo wapuuzi kujitengenezea mambo ya ovyo, wanaenda mahakamani kushtaki watu ambao wala hawapo saiti, wanakuja kuibuka hata wanachokidai mahakamani hawakijui, waje wasumbue watu hapa. Nimeona rufaa ya Emmanuel ya kaka nini. Mwananchi mmoja wa Mingoya hapa akanipigia simu, mwenyekiti, pamekaaje? Kuna mgogoro huku wanakibosha. Kuna mwanakibosha hapa ameshtakiwa mahakamani kwenye ardhi anaishi. Kuna mwanampigia darajani ameshtakiwa hapa. Eti yupo. Nyinyi hapa, nyinyi mmeshtakiwa wanampigia darajani. Zengimba, nyinyi mmeshtakiwa hapa. Sasa mmeshtakiwa. Kama wanampigia darajani hamjashtuhangaika na nini? Yaani ingia akilini, unaenda leo mahakamani kufaili kesi, unafahamu ardhi ya mpiga darajani anaishi fulani, au waweki kwenye kesi yako, au faili mahakamani hao watu, unawafaili watu nao wajua wewe huko mahakamani, kesho unakuja na ushindi, eti umewashinda wanampiga darajani. Tafuta pa kwenda, si kwa kibosha, labda wakati ichikito kwanza. Kwa hiyo kesi zao ambazo wanazioperate wadili nazo wenyewe. Mheshimiwa Diwani, hii hukumu ni unapplicable, haiwezi kutekelezeka, na haiwezi kutekelezeka kwa sababu mdai wa hii hukumu ni mtu ambaye amekurupuka usingizini, ameenda kudai, anachokidai hakijui. Ametaja boundary zaidi above 8 acres, lakini ameonyesha hapa ambacho anakidai ni kitu kingine, na mipaka ya anachokidai ni kitu kingine. Kwa hiyo hukumu haiwezi kutekelezeka. Ni mtu ambaye ameamua kufanya jambo la ovyo la kuidanganya mahakama kama ambavyo ameamua kufanya. Hatuwezi kumitatai huyo mtu. Maajabu sasa. Watu ndani walikuwa wapewi hati. Ndio kwenye mwenyekiti tunapata muktasari ya jitu asipele hati. Anaambia kuna nini? Anaambia kuna mgogoro. Wanani lile leo sasa majabu Kitundu wapi? Na mtu afisa ardhi tumekuja naye. Nikamwambia Yasini, njoo. Wewe mnakosema eneo lenu liko wapi? Ananionyeshia mipaka yao. Naambia afisa ardhi huko amdoi hati, kuna kesi gani? Hakuna. Kule nyuma kuna kesi gani? Kafaili nani? Hakuna. Sasa hao huko wanataka walipishwe nini? Wanaelewa nini hao? Kama huyo amedai mwisho hapa. Kwa hukumu kama hii, tuwanyime wananchi haki. Kwa hukumu ya namna hii ya mtu huyu, tuwanyime wananchi haki. Aingia kile tuwezi kuitatai haya mambo. Lazima tuwe imara. Mheshimiwa Diwani, mimi nikuombe, ili nchi yetu iweze kuwa stable, makelele haya ambayo yanasababishwa na watu wa ovyo kwa maslahi yao yaweze kutoweka. Wananchi wetu waweze kukaa kwenye nyumba zao wakiwa hawana wasiwasi, wale bata wakiwa na utulivu. Lazima tusimame imara. Ukisimama imara, wananchi watakuwa na amani. Kumekuwa na hiyo janja ikifanyika. Yuko mtu anakuja ofisini pale, anasema mwenyekiti, wale wananchi pale niko na namna nataka wanilipe, unajua kuna percentage ya. Mimi unalipa percentage? Unataka kulipa shilingi ngapi wewe? Percentage yako ya nini? Kwa hili tunataka niweke sawa sawa. Eneo la kwanza hili. Wananchi nyinyi hamna mashtaka kokote. Na nyinyi simameni imara. Asije mtu akaja akasema tu mambo ya ovyo ovyo hapa, lipeni nikakubali. Kweni imara. Nipo leo, kweni imara, sipo kesho, kweni imara. Haujashtakiwa mahakamani, unawezaje kuwa disturbed? Mtu akitaka kukuondoa, sheria iko wazi, akushtaki. Wewe ndio umejenga nyumba, unaishi hapo, umekaa hapo. Haujashtakiwa uje uvunjiwe. Akushtaki ndio akuondoe. And that is how the law speaks. After atakokuru yuko hapo, ni mwanasheria. Wakili msomi yupo hapa, ni mwanasheria. Unaniondoaje mimi wakati haujanishtaki? Ninalo lingine. Kuna muhuni yuko Bagamoyo. Kataperi Kerege 50+, kataperi Bagamoyo kaimaliza, akaja kwa Kibosha.
2024 akafanikiwa kuvunja nyumba 12. Mimi nikiwa raia, sio mwenyekiti wa kitongoji hichi, akavunja wananchi hapo juu nyumba 12. Na mtazama, nilimmaini kweli kweli wakati huo. Yaani mtu huyu ni well known, watu wanajua, mamlaka zinajua kwamba huyu mtu ni tapeli. Nilipokuwa mwenyekiti ananiita ofisini kwake pale Dekaides, ananiambia, unajua mwenyekiti, kuna 100 hapa milioni, tunataka tuvunje hii ardhi hapa, au tukupe ekari moja. Somebody anaitwa Peter, au tukupe ekari moja. Mimi nikakubali, lakini ananiambia aje wavunjie wananchi wangu kwa kushtukiza. Nikamwambia, brother, mimi sitachaguliwa kwa bahati mbaya. Uchaguzi wangu nimepata kura halali, na wananchi wale walipata shida kuhakikisha mimi nakuwa. Wako mama zangu baada ya songo mbingo fulani, wengine walilazwa na kumbuka hospitalini. Niache wadhulumiwe na muhuni wewe? Uwezi. Baada kwenye kikao nikamkubalia. Siku anakuja anataka ajifanye operation yake, nikaita press, nikaeleza madhaifu yake. Sasa angalia hukumu ambayo inataka kutekelezwa. Huyo jamaa anaitwa Peter. Peter huyo ameenda mahakamani. Na alipoenda mahakamani na wenzie, watu wako takriban 6. Sambode Ali Musa Nguru, Omar Shabani Ramadhani, Peter Junior, Samuel William Karoba, Peter Paulo Maro, William Urio. Wote watu kweli kweli hao. Kwa maana hiyo sasa ameenda mahakamani. Alipoenda mahakamani, mahakama ikatoa judgment. Na judgment iko wazi. Judgment, nasoma kile eneo la judgment. Judgment judge anasema, let each one's, kati ya hao watu 6 hapo, let each one's status remain as it was prior to the institutions of this treaty, or rather than file the case before DLT Kibaha, if still in existence, should take its course, that the defendants are entitled to costs against the platforms, and the platform suit is dismissed with costs. Nakopataka ni hapa, let each one's status remain as it was prior to the institutions. Mahakama imeamua ya kwamba hao watu 6 wote wako na ardhi pale, kila mmoja kipande ambacho amekishikilia nacho ni cha kwake. Hiyo ndio decision ya mahakama. This is how this judgment speaks. Peter akatoka akamtafuta mtu dhaifu ambaye amemtengeneza mwenyewe, anamjua. Sisi lawful ana pia tunamjua, sio hao watu waliokuwa kwenye hii mude. Wale tuwasaidie taarifa tunazo. Sasa Peter akaenda mahakamani peke yake. Alipoenda mahakamani Peter peke yake, akamtafuta mtu mmoja. Kesi ya kwanza wanajijua walikuwa 6. Yeye akamtafuta mtu mmoja, akala naye dili. Akaenda mahakamani, kesi ikasikilizwa expert. Alafu wakaja na order ekipaje pavunjwe. Wakaja na order pavunjwe, na pakavunjwa 2024. Nyumba 12 zikavunjwa kama. Dada yangu Viola akiwa ni mwathirika miongoni mwao. Sasa mimi nimekuwa mwenyekiti, ananiletea eviction order, amri ya utekelezaji wa mahakama, ananiletea na judgment ya expert aliyofanya utekelezaji 2024. Jambo la kwanza, nikakodi hoteli nzuri, nikalala, nikaisoma ile judgment vizuri, nikafanya uchambuzi wangu mzuri, nikasoma ile eviction order vizuri, nikatoka nikaenda kwa advocates kubadilishana mawazo. Nikabeba mawazo yao, nikasema haya hadi tukaita press hii kwaje hawakuja tena mpaka leo. Sasa juzi wameenda high court. Yaani pale kuna watu zaidi ya 120 wako na ardhi. Wao wameenda high court, watu 5. Mahakama kuu ya rufaa, kitabu cha rufaa. Wamefika kule wakafungua rufaa yao. Baada ya kufungua rufaa wakaambiwa hali ibaki vile vile maana yake ile judgment ya mwanzo. Wamekuja huko bwana Peter anamtafuta Shabani yuko.
Aba Shabani bwana, unajua tukae mezani tuzungumze, tubageni, tuone namna ya kufanya jambo pale. Nikamwambia karibu. Kama ni rahisi hivyo karibu. Sasa nataka niwaambie, eviction iliyoletwa pale, eviction inaeleza kuwa, inasema the land, your ardhi is located at Kibosho Hamlet. Kosa la kwanza hilo, Kibosho Hamlet. Sisi tuna Kibosho hapa? Si hapa tuna Kibosho, hatuna Kibosho. Ukirifaa judgment inasema the land is located on, munielewe, sio at, on. Watu wa English grammar mupo hapo. The land is located on Kibaha Hamlet, Mapinga Ward, Bagamoyo District. Tuna aina ya kitu cha aina hiyo sisi tunacho hapa. Sisi tuna kitongoji cha Kibaha hapa. Hamna. Sisi tuna kitongoji cha, yaani muongo inafikia hatua anaandika na anazungumza mambo hayaeleweki. Kibaha Hamlet, Mapinga Ward, Bagamoyo District. Hiyo ndio judgment inavyoeleza. Baada ya maelezo hayo, namna ambavyo yameelezwa, tukaendelea kuchimba mule ndani. Huyu bwana, hii ni judgment. Eneo moja lina judgment tatu. Judgment ya Majabu Kitundu inaonyesha Mtoni mpaka juu Baobab. Ya Majabu Kitundu hiyo. Judgment nyingine ya ardhi hiyo hiyo ina watu 6, Peter akiwemo. Alafu kuna judgment ya expert. Sasa najiuliza, siku mahakama ikitaka itekeleze judgment ya Majabu Kitundu inafanyaje? Wakati imetekelezwa judgment ya nani? Ya Peter. Hawa jamaa wanaideceive mahakama mpaka kwenye keep records. Sasa inatosha. Mimi nawaambia, mtendaji, mimi kuombe. Wewe ndio mwenyekiti wetu wa ulinzi na usalama wa kata. Na mimi ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa kwa Kibosha. Haya mambo yakija kwa Kibosha, mimi siitiki tu waje. Wananchi na nyinyi kuweni imara. Siitiki tu waje wafanye kufanya. Badala yake hakikishe huyo bloka anayekuja au amesheheni hoja za kisheria au ana uwezo wa kusoma hichi kinachoelezwa huko. Kwenye hili nashukuru sana jeshi la polisi. Wamefanya uadilifu wa hali ya juu. Jeshi la polisi wamefika ofisini zaidi ya mara 3 ngazi mbalimbali kufanya uchunguzi. Na mimi hapa fakti zangu ni hizo hizo. Kama mnaona kwa fakti hizi mnapaswa kuja kusimamia utekelezaji, karibuni. Kwa mimi nichukua nafasi kuambia wana Kibosha, juu pale kuleni mshibe. Hakuna mgogoro na yoyote. Na mpaka sasa nazungumza hakuna mgogoro. Na mheshimiwa diwani, tuombe TANESCO. Na mimi naandika barua naleta kwako. Jambo liko wazi, document hii hapa iko bayana. Kama kuna document nyingine yoyote inayo describe kwamba pale kuna mgogoro, watuambie, watupe hiyo document. Sawa eh? Kwa mtu anasema TANESCO shida yao, niambia kaka barua. Anataka barua. Engineer nakuletea barua. Kuna watu wahuni wanaishi Bagamoyo, kata ya Njema, waje watusumbue hapa Mapinga. Naandika barua mheshimiwa, na kwenye UDC hapa represent hili. Kama kuna mtu yuko na hoja au tuna data kama pale kuna mgogoro, wa present document ili tujibizane kwa document, kwa sababu fact talks. Tuzungumze kwa hoja ili mambo yetu kukaa sawa sawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nizungumze hayo kwa uchache. Na mwisho nichukue nafasi hii kuomba mtendaji wa kata na niwaambie wananchi wa Nyota Njema. Nyota Njema tumepitisha kwenye WDC chini ya usimamizi wa mheshimiwa diwani kwamba hakuna mgogoro, lakini panaenda kuandikiwa nadhani muhtasari mtajikata pale kuona namna ambavyo wanaweza wakarasmishwa pale. Lakini tumezungumza vizuri sana na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri amepromise kule huduma za urasimishaji zitapelekwa na kwenda kulifanyia kazi. Kuna wakati documents zinasema vingine na maneno ya watu fulani yanasema vingine, inakuwa haina life. Lakini kwa nafasi hii mheshimiwa mtendaji wa kata, ni kuombe kwa dhati ya moyo ile jambo la kule mheshimiwa diwani na mheshimiwa wawakilishi wa mkurugenzi tulichukue kwa magego, kwamba hatuwezi wengine wapewe hati. Watu wamelipa gharama za upimaji, wametambua, wakuambiwa hizo taarifa, wana plot number, tunawaambia leo hauwezi kumiliki hati kwa hoja ipi?
Haya mambo yanaleta mtafaruku na yanaleta lugha gongana, yanachonganisha baina ya serikali na wananchi. Kwa wananchi wanakuwa na mapenzi na nchi yao, na kuna watu katikati hapa wanavuruga mambo. Baada ya kusema hayo, kama niweke nukta, Mheshimiwa Diwani umeaga, nimalize kabisa. Wananchi, ajenda ya migogoro ya ardhi imeisha hiyo Kuna mtu ana jambo hapo? Tuanze hapo. Hamna Haya, asante sana. Ahmed. Naam. Karibu Bwana Ahmed Mzewa. Yes. Asante sana. Shukuru sana mwenyekiti, umeongelea vitu vya maana ambavyo viko vizuri kuhusiana na, kwanza hapo juu kuko sawa. Pili, sasa hapa kwetu Mingoi bado hujafafanua ukoje, maana kuna Legimananili, kuna Mama Kitundu, kuna show hapo, ndo kidogo nina wasiwasi na hapo bado halijakaa sawa kidogo, pamoja na pia MC pia. Asante sana, shukrani sana. Asante sana MC Zo. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughulika na hiyo. Naam, ndugu zangu, na Madam Mzee Adamu Afrika. Mpe mzee pale maiki, tumalize kabisa mambo. Karibu mzee. Mjibu ya wazee ni kelele. Asante sana mwenyekiti pamoja na wananchi. Mimi mwenyekiti wangu nakushukuru kwa ulivyosema, lakini naomba nikupe dondoo kidogo uwe nazo. Tangu 2006 hapa pamekuwa na tatizo hilo, lakini nataka nikwambie hata mawakili ambao walikuwa wanahukumu hizo kesi wamefika karibu 6. Hizo kesi huwa wanazitupa, wanakosa ushahidi kamili. Mama Katundu anakosa ushahidi, Legimananili anakosa ushahidi, Peter Junior juzi kule anaitwa Peter huyo anakosa ushahidi kamili. Sasa nataka nikwambie hawa watu ambao wanakataa watu kule wasipime, ndio hawa wapo hata ardhi kule, ndio hawa wapo hata kwa mawakili wanatutengeneza sisi wananchi mradi wa kula. Viongozi kama hamtasimama straight, Watanzania wataendelea kusumbuliwa mpaka dunia itakapokwisha. Sasa itafika mahali hapa watakuja kutaka tubomoa, tutauana hapa mwenyekiti. Kwa sababu nakumbuka kuna mwaka mmoja Legimananili huyo alikuja, mimi nilimrudishia pale barabarani pale kwamba sikutaki kuondoka. Sasa waliowakaribisha mpaka huko kuja kupiga hizo hatua ni wapumbavu kama wao. Wangekuwa kama wewe ambao hutaki kupata rushwa, watu wangepima, na hapa watu wasingekuja kupiga hizo hatua sio bana 7 ngapi wakati wanadanganya. Sasa kama anavyosema wananchi, kaeni imara. Kaeni imara, mtu akija pale tumtandike viboko aondoke. Yaani ukifuata hukumu ya kwanza ambayo aliwahi kuhukumu Jaji Mtungi, akaja Jaji Ndika, akaja Jaji Fauzia, akaja Jaji juzi Mnyigoha, utaona hawa majaji hawakusoma, kumbe anafanya kusudi. Sasa hizo kusudi tunataka tuzikatae, kuanzia sisi wananchi mpaka wewe na wengine na wengine. Asante. Asante sana. Huyu anaitwa Mzee Adamu Afrika, lakini yupo mtu mwingine hapa. Karibu bishi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naitwa Mwinyi Masudi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi swali langu nataka uwaambie wananchi, kwa sababu ni mwenyekiti wa Waislamu katika kitongoji hichi cha Mingoi, kwa maana na umma wa watu ambao naye wanaona hapa na wawakilishi. Kumekuwa na michango ya kuchangishana kwa ajili ya kufuatilia kesi ambayo inaendelea hapa Mingoi. Lakini tangu nifikie hapa, maajabu ambayo naenda kuyaona hapa, tukifikia nyakati za chaguzi, nyakati za kampeni, kuanzia mwaka jana ile Oktoba 29, hiyo michango ikapotea. Sasa nataka nikuulize swali mwenyekiti, tuchange tusichange? Asante. Wanauliza wananchi wachange au wasichange. Karibu mheshimiwa. Ndugu zangu, maswali haya yanarandana hatima ya hapo yote. Nimeuliza swali la msingi awali wakati naanza mazungumzo yangu, ya kwamba nyinyi wenye nyumba hapa mnaoishi hapa mmeshtakiwa.
Sasa mnamchangia Reji Manuel, kuna amewaambia na kupigania hapa. Yeye anaishi hapa. Yeye ana nyumba hapa. Show anaishi, ana nyumba hapa. Kitundu ni nyinyi. Kwa hiyo wao wanaishi hapa. Wao wako na nyumba hapa. Kama hawapo hapa, wanaoishi hapa wanawajua. Hawa washtaki wanaoishi hapa wanajua wanafanya nini. Nyinyi mtachanga wakati mtakapokuja kushtakiwa nyinyi. Legally, kisheria, anayeshtaki anajua field yuko nani. Wenye ardhi yao ni wananchi ambao wanaishi hapa. Hawa ndio washtakiwa mahakama. Kama field mko nyinyi, wanashtakiana wao wanaoishi Upanga, wanashtakiana wao wanaoishi Dar es Salaam, wanashtakiana wao wanaoishi mikoani, lakini wanaoishi kwa Kibosha Mapinga hawajashtakiwa. Ninyi mko na kesi? Kesho anaibuka mtu ameshtakiana watu watatu huko, anakuja hapa kwenye kikao fulani, nilikalishwa chini mara 3. Kama kaa chini nitakuweka, ambia niweke na ndio mwanzo wangu anakikumbuka hicho kikao. Na mwanzo wa 5 tulikuwa wote siku hiyo. Tunasema tupeni nafasi sisi wenye viti tuliokuwa field, tunajua haya mambo, ili tuwasaidie kwa elaborate, kufafanua mambo kwa kina. Kaa chini, tuna data zipi? Document ndio hizi hapa. Final document ndio ile ambayo nimepresent. Na ninazo. Sasa hawa wananchi hawako na shida yoyote. Shida iko wapi? Kwa kuna mahala kuna shida. Mimi niombe ofisi ya PCB ipo hapo. Sisi tuna PCCB, ofisi ya PCCB ipo hapa. Sisi tuwaombe kwamba sisi tuna document maeneo mbalimbali. Tunasema hakuna mgogoro. Unaenda kwenye ofisi kutaka huduma, unaambiwa kuna mgogoro. Unauliza mgogoro huo uko ofisi gani? Hawana majibu. Hawana majibu. Na kutoleeni mfano. Wananchi wa Nyota Njema waliambiwa wasiwe maji wala umeme. Mimi nakuwa mwenyekiti pale, hakuna maji wala huduma ya umeme. Hakuna. Ukiuliza unaomba kuna mgogoro, uko wapi? Huyu anamsingizia mkurugenzi. Mkurugenzi, mimi sijui. Huyu huko. Mwisho nikaenda kwa DC. DC niambie, huu mgogoro wa hapo uko baina ya nani na nani? Tukafanya mazungumzo pale kwa kina. Akaniambia mwenyekiti, mimi ndio document zangu hizi hapa. Nasema pale hakuna mgogoro. Anayesema kuna mgogoro pale ana document gani alete? DC akaniambia mwenyekiti, nimekuelewa, niandikie barua. Nikamwandikia barua, na Nesco mkapigwa barua, mlete umeme na maji. Mambo yakawa kule. Asanteni pia. Vivyo hivyo, kuna mtu anakwambia kuna mgogoro. Upi? With which documents? Document hakuna. Sasa haya mambo, hao wananchi wa karne 21 wako na uweredi. Wanataka watu wachambue mambo kwa kuyaelewa. Ukimwambia kuna mgogoro, mwambie baina ya fulani na fulani, ili aelewe. Hatutoi huduma hii kwa sababu hii, with facts, ili mambo yaweze kukaa sawa sawa. Kwa mimi nichukua nafasi hii kuambia nyinyi wananchi wa Mpili na gani mnataka kuchangishwa, mchange hela. Tangu mimi nilikuwa mwenyekiti, nimechangishwa hela. Mimi nimezuia pale juu msitangishwe. Mmeendelea kuchangishwa? Mlikuwa mnataka kwenda mahakamani, wameshtakiana watu wawili hawajawa involve nyinyi. Yeye mnataka mkakate rufaa, mmeshtakiwa nini? Walioshtakiana hawaishi hapo. Wamekuona wewe unakaa pale hawajakushtaki. Unakata rufaa ya nini? Kwa rumu ipi ya sheria? Kwa mimi mimi lazima nyinyi mwe ngangari, mwe imara. Karne 21, elimu iko wazi. Lazima tuwe imara. Baada ya hayo machache, mwenyekiti na achana sasa na habari za migogoro ya ardhi.